Sabato njema. Bwana ni mwema na wakati wote. Na kama tulivyoimba kwenye kwaya na wimbo huu namba 9 katika vitabu vya nyimbo za Kristo, vitabu vidogo, tunazo kila sababu za kuendelea kumtukuza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake, ambaye anatupa fursa ya kukutanika kufanya ibada siku hii takatifu, huku akiwa ametusamehe maovu yetu na athari zake na kuwezesha kuendelea kuishi licha maovu yetu na hatari nyingi zinazotukabili. Kwangu mimi Dodoma, kama alivyosema mchungaji Joseph Mungwambi, ni nyumbani. Kanisa hili limenilea na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na fadhili zake, hata kwa kunipatia kibali na kuwezesha mimi leo niwe miongoni mwenu nikiwashirikisha neno hili la Mungu, nikiwatia moyo na kuwahimiza kuwa mstari wa mbele kwenye kazi ya utumishi. Ni kazi muhimu sana, na madhehebu haya ya dini yana mchango mkubwa sana katika ustawi wa jamii ya wananchi wa Tanzania. Mnafanya huduma nzuri kwenye sekta za elimu, kwenye sekta za afya, lakini na kutupatanisha sisi wananchi kwa wananchi, lakini na huduma upatanisho mnayoifanya wananchi na Mungu. Kwa hiyo madhehebu ya dini yote yana mchango mkubwa sana katika kudumisha ustawi wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia huduma zenu mbalimbali ambazo mnazitoa. Mna mchango mkubwa sana hata katika usalama wa taifa hili, kwa sababu tunapokuja ndani ya hizi nyumba za ibada kwa madhehebu yetu mbalimbali, tunapata kujifunza mapenzi ya Mungu, kwamba tuishi kwa namna ambayo tunapaswa kupendana sisi kwa sisi, tusameheane maovu yetu. Mungu anatufundisha tuishije. Mungu naye ana katiba yake, na katiba yake ina ibara 2. Maana kila Mungu anapokuwepo lazima kuwepo utawala wa sheria. Kule mbinguni kuna utawala wa sheria na hata hapa duniani aliweka utawala wa sheria, na akaweka hiyo katiba yake. Katiba yake ikiwa na ibara 2. Ibara ya kwanza ikielekeza tumpende yeye kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote, kwa roho zetu zote na kwa nguvu zetu zote. Ibara ya pili ikituelekeza tuwapende jirani zetu kama tunavyojipenda sisi wenyewe. Katika hiyo katiba zinatungwa sheria 10 ambazo tumezoea kuziita amri 10. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura 20 zimeandikwa hizo sheria 10. Na baadaye kuna kanuni. Kanuni unaziona kitabu cha Kutoka sura 21 hadi ya 23. Na hizi katiba na sheria na kanuni ndizo ambazo waamuzi walizitumia kufanya maamuzi mbalimbali, na kwa hiyo zikaonekana hukumu. Ukisoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati na vitabu vingine, unaona si sheria tu, lakini pia kuna hukumu za Mwenyezi Mungu. Na katika mazingira kama hayo, na hata sisi katika mataifa ya binadamu sasa tuna utaratibu huo. Kwa tunao katiba ya nchi, lakini ziko sheria mbalimbali zinazotungwa na zikizingatia hiyo katiba. Sasa haya madhehebu ya dini yanatambuliwa katika ibara ya 19 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na haki zao za kufanya ibada na kutangaza dini.
kwa namna ambayo chini ya sheria zinazoweka taratibu ambazo zitadumisha usalama wa jamii, maadili ya jamii, amani katika jamii na umoja wa kitaifa. Kwa niwashukuru sana viongozi wa kanisa na viongozi na sisi waumini wote kuendelea kulitambua hili na kulidumisha kwa ufanisi ipasavyo. Na ninyi kwa hili mnalofanya, Mungu ataendelea kuwabariki sana, kwa sababu pia mnafanya kazi ya upatanisho kwa ajili yetu sisi wenyewe wanajamii wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu na jirani yake, lakini pia sisi sasa waumini wa madhehebu yote na Mungu. Na hiyo ndio dini, kwa sababu dini ni mwongozo wa Mungu ambao unatuelekeza namna tutakavyohusiana naye Mungu katika upendo na namna tutakavyohusiana na wanadamu wenzetu katika upendo. Ndio msingi wa ile ibara 2 katika ile katiba ya Mungu, na ndio msingi wa zile sheria 10 zinazozungumzwa ambazo zinagawanyika katika makundi mawili, moja likiwa kumpenda Mungu na lingine ikiwa ni kumpenda jirani yako. Kwa mimi napopata fursa kama hii, ninapaswa pia niliseme hili kwa sababu lina mchango mkubwa sana katika maisha yetu, na taifa hili limefika hapa kwa sababu ya hiyo. Na tunawashukuru watangulizi wa taifa hili kutuwekea utaratibu huu. Umetufanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kuwa wamoja, tukiishi mtu na jirani yake kana kwamba hatuna tofauti. Tofauti zetu za kidini hazijawahi kutufanya tusiwe wamoja. Na ndio maana hata unatuona tunakuja tunazungumza. Mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru Watanzania wote kwa kudumisha hii tabia ambayo ni ya umoja, ya kupendana hivi, ya mshikamano, ya ushirikiano, kwa namna ambayo tutadumisha ustawi wa taifa hili. Kwa hiyo nawashukuru sana viongozi na waumini wa madhehebu yote ambao wanatenga muda wao kuombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla, na ikiwemo na mimi nakuwa humo. Mimi naponea hapo. Lakini wengine wananiombea binafsi, na wako wengi, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Kazi hii si kazi ambayo ni rahisi sana, kazi ya kutoa haki. Nawashukuru viongozi wa kanisa kwa kuendelea kuniombea. Mungu aendelee kuwabariki sana, na kila muumini na kwa dhehebu lake wanaofanya ibada kwa ibada zile za asili, dini za asili, wanaotuombea sisi serikalini na hata mimi binafsi. Mungu awabariki sana. Wale wanaofanya ibada kwa hizi dini hizi za sasa, hizi za kwetu, hizi za Ukristo, za Uislamu na madhehebu mengine, ili mradi sisi wote tunamuomba Mungu aliyeumba mbingu na nchi na dunia ambaye tukimjua yeye ndo tunapata uzima wa milele. Mungu aendelee kuwabariki sana kwa huduma yenu hii. Mnatufanya kuendelea kuwa na akili nzuri ili tuweze kuifanya kazi hii ya utumishi kwa namna ambayo itachangia sana kuleta ustawi wa taifa hili. Sasa baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niseme tu kwamba leo tuna shughuli mahususi kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za jimbo kuu la katikati ya Tanzania Central Tanzania Field. Mafungu tuliyoyasoma yanaweka kanuni, namna ya kanuni zinazopaswa kutuongoza tunapokuwa na shughuli za aina hii. Mafungu yale yalikuwa ni mahususi wakati ambapo Mfalme Daudi alikuwa amewakusanya watu wake kwa ajili ya kukusanya fedha kujenga nyumba ya ibada, nyumba ya sala. Na wote tunafahamu kwamba nyumba ya sala ndiyo lango la mbinguni.
Na tunachokiona zile kanuni zilizoko pale mkizisoma, sitazirejea zote. Kwanza walianza na kudhamiria kuiwa kuijenga ile nyumba ya Sara. Yaani ukitaka kufanya kitu kwanza lazima uiwe. Hasa kwa Kiswahili kuiwa, kwa Kiingereza kuiwa ni nini? Uiwe. Kutaka kuona kitu fulani kinafanyika. Na alipoona kwamba kulikuwa na umuhimu wa kujenga hiyo nyumba ya Sara, akaanza kuweka akiba kwa ajili yake. Alafu ile akiba akaenda akaitoa akiwa amewashirikisha na viongozi wengine wa mbali ya makabila yale wa Israeli. Na wakaenda wakatoa. Na wakatoa kwa hiari. Na kwa sababu alitoa kwa hiari wakafurahi kwa hicho walichokifanya. Na kwa sababu alifurahi wakamtukuza Mungu, wakafanya ibada ya kumshukuru. Na baadaye wakamuhimidi kwa sababu alitambua kwamba wao ni nani. Wao ni nani hata wamtolee. Kwa sababu vitu vyote ni vya kwake. Ukisoma hiyo Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 29 mstari wa 11 na 12, Mfalme Daudi anazungumza, ufalme ni wako, heshima ni yako, utukufu ni wako, vitu vyote vilivyoko mbinguni na nchini ni vyako na vinatoka kwako. Hata mali zote wewe ndio unawapa watu utajiri, na heshima unawapatia wewe, na wewe ndio unawawezesha. Sisi ni akina nani hata tukutolee hivi? Kwa sababu ni vitu vyako ambavyo tumekutolea wewe. Wakamuhimidi Mungu, wakamshukuru, wakamtukuza kwa hilo alilowawezesha. Yaani wametoa vitu kwa wamemrudishia, wanafurahia. Mpango huu wa ujenzi wa makao makuu ya jimbo hili la kanisa Central Tanzania tunao wa muda mrefu. Tunazo taarifa mikoa yote hii, eneo lote hili linalofanya Central Tanzania Field. Kwa uzoefu wangu ni mikoa miwili, mkoa wa Dodoma na mkoa wa Iringa, na ile wilaya ya Kiteto iliyoko mkoa wa Manyara. Tumekuwa na taarifa kiasi gani katika hii tu shughuli ya siku ya leo? Tumekuwa na taarifa ya muda upi? Tangu lini tulipojua sisi waumini wa kanisa hili kwamba tuna shughuli hii leo tarehe 27 mwezi wa 9? Tulichukua hatua gani? Je, tuliwiwa kwamba tuna shughuli hapa inatuhusu? Je, tulianza kuweka akiba kwa ajili ya hii kwamba kuna siku 27 mwezi wa 9 tuna shughuli? Ulianza kuweka akiba? Je, umejiandaa sasa kuitoa au umeishaitoa? Maana wengine wameshatoa tayari, wameshaweka kwenye benki. Na wale ambao hawajatoa ndio usubiri leo watatoa. Na watakapotoa watatoa kwa hiari. Na watafurahia na watamtukuza Mungu kwamba wewe Mungu ndio uliyetuwezesha tukapata vitu hivi, tunakushukuru. Wewe ndio uliyetupatia heshima hii. Wewe ndio unaendelea kutupatia uhai. Wewe ndio umetupatia hata familia na watoto. Wewe ambaye ndiye mwenye utukufu na mamlaka na uweza, wewe ndio ulitupatia hata madaraka haya na mambo mengine ya kufanya. Wewe ndio uliyetubariki kwa mambo mbalimbali. Tunatambua kwamba hivi vitu ni vya kwako. Tukafurahi, tukamtukuza. Tunapomtolea Mungu tunaendelea kuwa na tabia hiyo. Tunapohimizwa na viongozi wetu mahalia, iwe ni makanisa tunayosali, iwe ni katika ngazi ya kitaifa kama ambavyo leo tunajumuika na viongozi wetu kutoka majimbo makuu ya Tanzania, kusini na kaskazini. Tunafurahi.
Tunafurahi kama ambavyo wale wananchi walifurahia Mfalme Daudi alivyowakumbusha, wakaungana na yeye. Hatujengi leo nyumba ya ibada, tunajenga makao makuu ya shughuli zitakapokuwa zinaratibiwa kwenye kazi hii. Na Mungu ana utaratibu wake, ni Mungu wa mpango. Ukisoma kile kitabu cha Ezekiel sura 45, kimeweka utaratibu. Lilitengwa eneo ambalo linaitwa sehemu takatifu. Kwenye ile lugha wanasema the holy district. Na katika eneo hilo takatifu wameeleza hiyo sehemu takatifu katika ule mji wa Israeli, mji wa Yerusalemu, wameweka hata na ukubwa wa hilo eneo. Na katika eneo hilo ndiko lilikojengwa hekalu hili ambalo mfalme alikuwa analiombea hapa. Hilo shughuli hii tunazungumza hapa. Na katika eneo hilo ndiko kulikuwa na nyumba za watumishi watakao hudumu katika hilo hekalu, ikiwa ni pamoja na sehemu itakapowekwa zile hazina. Kwa hiyo Walawi waliishi katika eneo hilo. Si kitu kipya. Si kitu kipya. Ni mpango wa Mungu. Laiti kama tungekuwa na maeneo hapa, hata hizo ofisi ingejengwa eneo hili, au sehemu zote zingekuwepo. Na ndio maana katika maeneo mengine tunapoanzisha unakuta si tu kwamba kutakuwa na nyumba ibada hapo, kutakuwa na ofisi zao, kutakuwa na makazi yao. Ndio utaratibu, ni utaratibu wa harari. Wakati fulani tunaweza kukaa tunaweka mkazo sana tu kwenye ujenzi wa nyumba za ibada, tunakasahau kwamba ili shughuli zifanyike kwenye ibada lazima kuna kuwepo na ofisi zitakazotumika kuratibu shughuli hizo za waendeshaji wa ibada, na namna coordinate na organize watu wa Mungu hawa wafanye ibada kwenye maana ambayo ni ya utaratibu na kuratibu mipango ya maendeleo ya kanisa. Sasa mimi nitasomea tena Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 29, lakini mstari wa 12. Napowatia moyo ndugu zangu popote pale mlipo kwa ajili ya hii shughuli. Katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29 mstari wa 11 na 12 ninarejea neno hili kama mchungaji Mvanga alivyokwisha lisema. Na huyu anayezungumza ni mfalme. Tunajua wafalme wana mamlaka, wana madaraka, wana utukufu na vitu vingine vingi. Watu wengi wana matamanio ya kuwa viongozi, wawe na madaraka, wawe sijui na utukufu, kila wanakopita waitwe waheshimiwa, this kind of things. Huyo anayezungumza maneno haya sio mtu wa kawaida kama mimi, ni mfalme. Ikiwa ni mfalme anaona hiki kitu, tena sio mfalme wa kawaida tu, mfalme aliyekuwa na uhusiano mzuri sana na Mwenyezi Mungu. Anasema haya, sembuse sisi. Huyo anatambua kwamba hata ule ufalme wake na utukufu aliopewa na karama zikiwemo na karama za kuimba alizopewa na uhai aliendelea kuwa nao hata katikati ya hatari nyingi zilizokuwa zinamkabili, hata alipokuwa anapambana na simba na wanyama mapolini, hata alipopambana na Goliati, hata mfalme Sauli alipokuwa anatafuta kumuua, hata mwanawe alipokuwa anataka kumuua Absalom bado anampa henzi, anamwenzi Mungu. Sisi tumepitia changamoto mbalimbali katika maisha yetu, na wengine tumebarikiwa kila moja kwa namna yake. Wengine wana baraka kubwa sana pengine kuliko baraka nyingine zozote, baraka za afya njema. Watu wanaona hiyo sio baraka, wakati wote tunahitaji kuendelea kuishi.
Mfalme Daudi anasema hivi: Ee Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, ewe Bwana, nao umetukuzwa mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote. Na mikononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Naposoma maneno haya hapa, nani hana hitaji katika haya niliyosoma leo? Nani hana hitaji katika haya niliyosoma leo? Nani kati yetu hataki mali? Tunajua mali hupatikana kwa kufanya kazi. Ile amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato. Amri ya 4, utafanya kazi zako zote kwa siku 6, kwa sababu mali hupatikana kutokana na kufanya kazi. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana, huyu aliyekuumba. Kama utataka kuwa na mali, lazima tufanye kazi. Na kimsingi, kwa imani yangu, sijui kama ni imani zenu ninyi, mafanikio yote yamejengwa hapa. Kwa sababu hapa ndipo utakapofanya kazi utapata mali. Utalima, utavua, utafuga, utaenda ofisini na kalamu, utafanya biashara, shughuli yote halali. Utakuwa ni fundi seremala, shughuli yote halali. Hapa ndipo utakapopata mali, kwa kufanya kazi. Na hata ibara 25 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema mali hutokana na kufanya kazi. Hili hatuhitaji kulifundisha. Lakini huyu mtu anayefanya kazi wakati akimtumaini na kumtegemea Mungu, kwamba nakimuomba Mungu abariki hiyo kazi ya mikono yake, na akitambua ukuu na umuhimu wa Mungu kumrejeshea sadaka kwa ajili ya miradi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nyumba za ibada, ujenzi wa mashule, ujenzi wa hospitali, ujenzi wa maofisi kama haya tunayotaka kujenga au tunayojenga. Huyu mtu anayepata mali hii kuwasaidia binadamu wenzake wenye shida. Mathayo 25 mstari 31-46. Mungu atambariki. Wakati fulani ninyi waumini wa Sabato mmechukulia hii Sabato kama sijui vitu gani tu hivi. Hamjatambua hata umuhimu wake. Utakuta watu wengine nao wamepiga magoti, wanasugua huko, wanamuomba Mungu, sijui wanaenda kwa watu wengine waombee, sijui na wapate mali. Mali zinapatikana kwa maombi. Mtakujega kuishia sehemu mbaya kabisa, afu mtaasi na kanisa. Mali siku zote hupatikana kwa kufanya kazi. Na msingi umewekwa kwenye amri hii ya 4. Na baraka zote ziko pale. Ukimwamini Mungu huyu, wewe ni akili yako kwanza itakuwa nzuri. Hizo mali unazozipata hutazitumia vibaya. Mara nyingine uhonge huku, mara nyingine unywe pombe, mara nyingine sijui upeleke kwa chai wa wapi, mara nyingine sijui upeleke wapi. Na hata akili yako itakuwa nzuri. Sisi tuna hazina kubwa, but we are drifting it, we are drifting away from this hazina. Watu wataki kusikia tena neno la Mungu. Hiki kilichotukusanyisha hapa leo, nimemsikia mchungaji Mvanga anazungumza habari za milioni 400 sijui. Katika hii mikoa hii miwili. Na hiyo wilaya ya wapi? Ya Kiteto. Hivi hatuna watu 400 ambao wanaweza waka-afford tangu tulipotangaziwa kupata milioni 1. Hawapo. Hawa tumishi tu wa umma hawa na chukua suruali zao na tai wa asubuhi na miwani wanavaa, sijui wanaenda ofisini. Can't they afford even to have a single million kwa hii miezi 3 ambayo tumepangiwa?
Halafu hii habari ya kuwasumbua wachungaji, njoo mniombee sijui nipate cheo, sijui nipate mwanamke, halafu sijui nipate kazi, and then you are not so much dedicated to the Lord. You are doing good. Yaani Mungu wetu yatusemee sana. Na wengi tumewafanya wachungaji na viongozi wa dini wanaotuhimiza kuwa adilifu kama kituo cha polisi. Akija kusimama mchungaji mmoja hapa, hii dunia hii, siku hizi hata hamtaki kuambiwa mtoe nani. Mnasema tumechoka. Halafu ngoja nitazungumza huko mbele. Mimi niwaambieni sana watumishi wa Mungu. Niwaambieni sana. Kuna faida kubwa sana katika kumtumikia Mungu. Kuna faida kubwa sana katika kumtumikia Mungu kuliko mnavyofikiria nini. Our investment has been misplaced. Hivi nazungumza haya wakati leo tunahitimisha lesoni ya robo ya 3. Tumejifunza nini all along katika historia ya wana Israeli? Kwa nini aliwaruhusu waondoke na familia zao, waondoke na mifugo yao, baadaye tena wachukue mali kutoka kwa Misri wale, wakapata walipowaomba majirani zao, wakawapa mali, dhahabu. Vimetajwa hivi vitu wote tunajua. Vitu walivyowapatia navyo. Hivi vitu vilihusia hizi mali walizoambiwa waondoke nazo, iwe ni mifugo, hizi ziwe ni mali hizi kama za kawaida hizi kama fedha, dhahabu na vitu vyote ambavyo tumesoma walipewa na wale majirani zao, vilikuwa na uhusiano mkubwa sana katika uhusiano wao wenyewe na Mungu na uhusiano wao wenyewe na wanadamu wenzao. Kwa sababu moja, ile mifugo ndio ilikuwa inaenda kutumika kwenye ibada. Ilikuwa inaenda kutumika kwenye ile ibada. Mnafahamu baadaye palijengwa patakatifu hapa duniani, ile hema ya kukutania, the tabernacle ambayo tumejifunza leo hapo na sijui na nini. Na zile fedha na mali walizoondoka nazo kule ndio wangezitumia kujenga hiyo sehemu ya kukutania na Mungu. Shida tulionayo na hasa sisi, mimi nazungumza ninyi na wafahamu, sizungumzii watu wengine. Bahati mbaya sana watu walio na nuru kubwa ndio wanatendi kudrift away. Mali tulizo nazo, wale jamaa walipaswa wajue kwamba wazitumie katika kujenga mahusiano yao na Mungu, mahusiano yao na wanadamu wenzao. Wao wakazitumia kujenga sanamu la kufanyia ibada. Mungu anapokubariki kwa ajili ya kujenga uhusiano wake na yeye, ujengo uhusiano wako na wanadamu mwenzako, anategemea matunda, na hasa ni kama ni baraka za mali. Wao badala kuweka hizo fedha na mali walizonazo, waje wazitumie kwa ajili ya kujenga nyumba ya ibada, ile hema ya kukutania ambalo litakiwa lijenge kwa mfano wa hekalu loko mbinguni, na baadaye likaja likajengwa hekalu na hiyo. Kabla ya kujenga hilo nani, wao wakazitumia kwa vitu vya ovu, wakatengeneza. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura 32 kinaandika kwamba wakatengeneza yule ndama wa dhahabu. Wanawake hawa wanakuaga na mapambo yao, wakavua yale mapambo ya dhahabu, wakavua zile bangili, wakavua kwenye hereni, wakatengeneza ndama za dhahabu, wakaanza kulisujudia, wakasema eti wewe ndio uliyetukomboa kututoa kwa Misri, nyumba ya utumwa. That's thing na vitu kuna nini hapa? Kama ambavyo leo sisi Mungu akitubariki tukapata vyeo, tukapata mali, sisi tukapata wanaume, tukapata wanawake na vitu vyovyote vile vyema, ikiwa ni pamoja na elimu na hata afya njema. Tunatumia vibaya hizo karama Mungu alizotupatia kwa vitu ambavyo havitusaidii, na adhabu yake ni kifo. I'm going to share with you this fact.
Kile alichokifanya pale kilimkasirisha Mungu. Na kama si kwa sababu ya intercession ya Musa, kama si kwa sababu ya huduma upatanisho ya Musa, Mungu alikuwa tayari kukifuatilia mbali kizazi chote kile. Mnafahamu, sitaki kuyarudia haya. Sasa mnajifunza tujuzi tu hapa. Mnafahamu. Sasa atupasi kuna somo pale. Musa akaingilia kati, akamuomba Mungu, Mungu, afadhali basi mimi naomba wasamehe, la sivyo nifute kwenye kitabu chako cha uzima. Mungu akamsikiliza. Naomba kuwashauri watumishi wa Mungu, tunapotumia mali na baraka na karama ambazo Mungu ametupatia kinyume na kile alichokusudia kiwe kwa ajili hiyo, kuna adhabu kubwa sana, na adhabu yenyewe ni kifo. It is a matter of timing. Tutaendelea kuishi kwa sababu ya rehema tu, lakini kimsingi tunapaswa tufe pale pale. Ila kwa sababu ya wingi wa rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu, kama zinavyotamkwa katika Zaburi 103, ndio maana tunaendelea kuishi, lakini pia iwe fursa ya kufanya matengenezo. Ndio adhabu tu. Sasa lakini angalia watumishi wa Mungu hawa. Tunapoenda sasa kwenye Kutoka sura 25 au Kutoka sura 35, kusanyiko lile tena linapo kwa ajili ya kujenga nyumba ya patakatifu ambapo Mungu atakuwa anajumuika nao, wanatoa tena zile mali wameshajifunza. Tena Mungu anasema ni kwa Kutoka sura 25, yule mtu ambaye moyo wake wampa kupenda ni hiari. Kwa Mambo ya Nyakati tumesoma wanasisitiza, Daudi anasema nimekutolea kwa hiari, na watumishi wako nao wamekutolea kwa hiari. Mungu halazimishi. Mungu halazimishi. We have got to understand and appreciate the essence of this offering. Wewe ndio sadaka. Halafu ufanye maamuzi wewe mwenyewe, hakuna mtu atakaye kulazimisha. Na mimi hii biashara wasifanye. Hii biashara kulazimisha watu sijui namna gani, utapambana na hali yako wewe mwenyewe mbele za Mungu. Haiwezi kupoteza muda wangu kushawishi watu kwa kitu ambacho wanakijua. Yaani mimi niambe usimeleta hapa pesa sijui tu na na katika Kutoka sura 35 maneno yale yanarudiwa, ambaye moyo wake wampa kupenda. Na hiyo kwenye sura 35 imejirudia mara kadhaa. Na tena inaandikwa wale wenye hekima wakatoa. Wenye hekima. Sura 35 ya Kutoka, sitaki kuwakumbusha haya yote. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 9 anazungumza juu ya umuhimu wa kumtegemea Mungu. Na hekima ya Mungu na akili ya Mungu sio hekima yako na akili yako. Ukasema kwa sababu mimi na kipara, mimi nitafanya jinsi ninavyotaka. Na vijana nao vaa tai hapa na nini, hii tai nazo zimetuharibu sana. Na vijana wanaovaa tai hapa, hawa wanacheka. Sasa ni rafiki zangu tunafahamiana nao, wameshanielewa, wana matatizo ya problems. Suaone hizi na tai zao, wana matatizo ya problems. Mtu akishakuwa na matatizo ya problems, sisi lazima tumsaidie, na ndicho ninachokifanya hapa. You guys are going to be serious this time around. Najaribu kuwa share na ninyi uzoefu wetu katika kufikia hatua hizi. Leo mnataka kufanya Mungu kuwa kituo cha polisi. Kuvaa tai kwenda kanisani mpende, mkiambiwa mtoe kwa alafu vyeo mpende, utajiri mpate, kuitwa heshima mtaki kuitwa heshimiwa. Yale yote yaliyoorodheshwa na Mfalme Daudi kwenye Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 29 mstari wa 11 na 12. Alafu anapokuja kuambia mfanye hivi hamtaki.
kwenye hiki kitabu tunachokiona ni kwamba wale watu wa Mungu walitoa na mpaka ikafikia hatua Musa akamwambia, jamani, sasa imetosha. Wachungaji, mimi niwaambieni, ushauri wangu kwenu, endeleeni kutuhimiza na kutufundisha umuhimu wa huduma hii, hamtachoka. Lakini hao jamaa wakitugomea, achana nini nao, itakula kwao. Adhabu ni hapa hapa. Kwa nini mpoteze muda wenu mpaka wasijui wa nini, na mpaka mfunge safari kuja kututembelea eti ndio tutoe hela? Alafu akili au imeingia kanisani. Leo hii kumtolea Mungu mpaka tuimbiwe, mpaka tuandaliwe chakula. Nadhani mmeona nini? Kukiwa na shughuli ya kuchangia kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya ibada, mpaka na wahubiri tutatoa sijui Msoma, wengine watatoka Mtwara, kana kwamba hao wanakuja kuzungumza maneno tofauti ambayo hayapo kwenye Biblia tunaishi nayo. Halafu tunaingia tena gharama. Kwa hiyo kitaandaliwa hapa chakula. Natoa tu mfano makanisa mengine, sijui hapa kama mnajenga hii nyumba na ninyi mmefanya hivyo vitu. Zitaletwa na kwaya nyingine, hii kwaya Ujasiri naifahamu, wanaimba vizuri na sasa wanaendelea kuimba vizuri zaidi kuliko hata wakati ule. Na ninyi Ujasiri, Mungu aendelee kuwabariki sana. Mmekuwa watu wazuri na hata uimbaji wenu mimi na utambua. Na utambua. Na Mungu aendelee kuwabariki sana, na mwalimu wenu na wachungaji wenu na waumini wenu wanaowaunga mkono. Na hata uniform zenu hizo ndivyo wanavyopaswa iwe. Waimbaji wanapaswa wawe na uniform. Na huduma ya muziki ni ya muhimu sana, pengine kuliko hata ya kwetu sisi tunaohubiri hapa na maneno makali makali. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Hivi mimi nilikuwa najiuliza, kwa nini mpoteze muda wenu kuwashawishi sana watu? Hivi chakula, fedha tunayoitumia kuandaa chakula siku hiyo eti ya chagizo ingetumika kuongeza mifuko ya simenti, ingeongeza nondo, ingefanya sijui vitu gani. Yaani kabisa, na hasa watu wanaotoka huko Msoma, yaani sijui wakoje wale jamaa. Alafu wanachokuja kula hapa ni wali na nyama ambavyo wanakulaga nyumbani kwao. Lakini ili wamtolee eti mpaka waje wawekewe chakula hapa, wapikiwe. Alafu hii kwaya Ujasiri hawaitaki tena, itaitwa kwaya sijui kutoka wapi ndio ije hudumu siku hiyo. Mchungaji Mvanga naye hawamtaki tena, ataitwa mchungaji sijui kutoka kule Tarime ndio aje hudumu hapa. Anakuja kwa value gani? Atakoya sema ni haya yaliyoko tumu ndani. Alafu mchungaji na hiyo kwaya wakileta wanamgalimia tena. Hii hela singetumika kuweka matofali hapa. Akili za zamani hizi sijui zinatokaga wapi, hata mimi sijui. Hasa watu wa Msoma. Hao jamaa muangalie sana mu makanisani. Wanaleta hii mipango hii kama hakuna sijui vitu gani. Wanakuwa bunifu afu kazi ya Mungu haiendi. Ukiwahimiza kufanya hii ibada wanakusensa, wasema jamaa asije kuhudumu tena hapa. Hii kanisa wamelifanya kuwa kanisa lao. Kanisa hili nani? Sasa sikilizeni. Tutamalizana hapa. Kazi ya Mungu lazima tuambizane ukweli ndio unaoponya. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Hitaji letu kubwa sisi binadamu ni uzima. Hitaji letu, narudia hiki kitu, hitaji letu sisi binadamu ni uzima. Hitaji kubwa la mwanadamu ni uzima. Na hapo sijazungumza uzima wa milele, uzima tu wa hapa duniani. Huyo ambaye ndio sosi ya hivi vyote anakuambia hutaki kutii, hutaki kutekeleza. Hutaki kutii, hutaki kutekeleza, lakini bado unamtegemea. Na ndugu zangu, niwaambie kitu, bahati mbaya sana watu wanaodaiwa wamefanikiwa katika maisha yao
kwa namna mbalimbali, na hawa ndio wanaopenda kuendelea kuishi. Hawa ndio wanapenda kuendelea kuishi ili kufaidi hawa wanaoita mafanikio. Hawa ndio ambao wanakuwa mstari wa mbele tena kutaka kuwa karibu na kumtii huyo ambaye ndio chanzo na mwezeshaji wa kuendelea wao kuishi. Ndivyo ilivyo, nitasomea kwenye Biblia hapa baadaye. Sasa si nimesomea ile katiba ya Mungu, zile ina ibara mbili, kumpenda Mungu na kumpenda mwanadamu. Si ndio hiyo katiba yake? Sasa katika Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi wa 28, hivi ili kanisa lina wanasheria jamaa bana. Jamani, hii kazi sasa Mungu anihurumie tu. Sasa basi bwana sheria sura 10 mstari wa 25 Luka. Na wakati huo mtasoma Mathayo sura ya 22 mstari wa 34 hadi wa 40. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama mjaribu akisema, mwalimu, nifanye nini ili nirihusu uzima wa milele? Akili ya wanasheria ndivyo ilivyo, wanapenda kujaribu watu. Jamaa sijui alisoma wapi. Akamwambia, na Yesu naye anamwambia, wewe si mwanasheria, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Yule mwanasheria akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vyema, fanya hivi nawe utaishi. Katiba ya Mungu inaongozwa na hizo ibara mbili tu. Hawa na sheria wanapenda kuishi sana maisha marefu. Japo kwa alikuwa anaenda kumjaribu Yesu. Maana katika ile jamii wachungaji watawaambieni, ndio watu walikuwa wanaonekana kama sijui watu ambao ni fani ya kipekee hivi, wanafafanua zile sheria za Mungu, ile Torati ile na nini. Na wao walikuwa wepesi kuwabana wengine na mahatia, lakini wao wenyewe wakiwa kama huru hivi. Na nitasoma tena Mathayo sura 28 ambayo inafanana tu na hiyo, lakini kuna kitu nataka kusisitiza hapa. Mathayo sura 22 mstari wa nadhani wa 30 na mstari wa 34. Mstari wa 34 na Mathayo 22 mstari wa 34. Na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafumba kinywa wale Masadukuyo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, yani huyu tena mwanasheria ambaye pia alikuwa Farisayo anamuuliza Yesu akimjaribu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nao ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Na ndio maana sasa anazungumza katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Anasema hivi, anaweka ile kanuni ambayo huita sisi tunaita kanuni ya kidhahabu, the golden rule, itayoongoza uhusiano wetu sisi na wanadamu wenzetu na uhusiano na Mungu. Anasema, basi yoyote mtakao mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hii ndio Torati na manabii. Niko kwenye katiba ya Mungu yenye hizi ibara mbili, ndizo anazozungumza hapa mimi. Na kuna sababu kwa nini Mungu anachukua nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Kwanza, yeye ndio aliyetuumba. Alituumba tuishi maisha ya umilele.
na akatuwekea sheria kwamba ili utawala wa sheria sasa ndio nazungumza hapa. Kama bana utataka kuishi, huu mti usile. Ukila matunda yake utakufa hakika. Shetani alipomwambia mkewe kwamba hakika hawatakufa, naye akafuata na mkewe akala. Lakini la pili, hata licha ya kuasi, Mungu tayari alikuwa na mpango wa ukombozi ili tuendelee kuishi kwa rehema na fadhili zake. Na yeye ndio anayetutafuta, akamtafuta Adamu na mkewe. Na wiki hii tumeyasoma haya Mungu anavyojumuika na sisi maskani, lakini pia hata kupitia mwana wake Yesu Kristo. Sitaki kulizungumza sana hili. Na tunaishi kwa rehema na fadhili zake. Mkitaka kuzitambua, kila mmoja akijipima kama mimi ninavyojipima siku zote, kwenye Zaburi 103 ni nani atabaki salama pale? Rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Hiki ndicho kitu kinachotufanya tuambiwe kumcha Mungu, yani kumwogopa. Sio kumwogopa kwamba anatisha, kwa sababu ya wema wake na rehema na fadhili zake anazotufanyia sisi, licha ya dhambi zetu na hatari na changamoto nyingi zinazotukabili. Huyo mtu anayekufanyia mema utatakaje kumkosea katika maisha yetu sisi hapa? Yule mtu ambaye ananifanyia mambo mazuri, mambo mema, hata nikimkosea ananisamehe, nikiwa na shida ananisaidia, ninakuwa muoga kumkosea. Ndio decency hii ya kumcha Mungu. Sio kwamba anatisha, ana nguvu kubwa ndio, lakini anatupenda. Tutambue nafasi yake katika maisha yetu. Nimesomea Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 29 mstari wa 11 na 12. Ni nani kati yetu ambaye hayataki yale? Na Mungu ametubariki kwa mambo mengi. Mungu ametubariki kwa mambo mengi. Nimeambia kwamba adhabu ya mtu ambaye hatambui matumizi ya mali yake kujenga uhusiano wake na Mungu katika upendo, kujenga uhusiano wake na wanadamu wenzake katika upendo, adhabu yake ni kifo. Kwa akili yenu mnadhani kwamba ile nyumba ya hema kukutania pale waliokuwa wanajenga wale Wayahudi pale ilikuwa kwa ajili yao peke yao? Wao waliteuliwa kama taifa, wanaandaliwa kama pilot project ambao kutoka kwao ndio injili ingeenea duniani kote na watu wote wangepata wokovu kupitia kwao. Na ndio maana naambia ninyi ni makuhani watakatifu kwa ajili ya mataifa. Petro anakuja kuyazungumza hapa, Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Ninyi ambao zamani hamkuwa taifa, sasa mmekuwa taifa, makuhani wa kifalme, taifa takatifu, mpate kuzitangaza fadhili za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo watu wanaotoa hizi fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za ibada, kwa ajili ya ofisi za hizi za nani, wanadhani wanamtolea tu Mungu. Wanatimiza hii amri ya kwanza, lakini pia wanatimiza hii amri ya pili, ni kwa ajili ya binadamu wenzao. Na usipotekeleza hiyo, adhabu yake ni kifo, kama ambavyo wale jamaa ilipaswa wafanye. Na mtaona wengi wao waliishia jangwani, hawakukross kwenda hiyo nchi ya Kanani. Sasa kama tunakiri kwamba sisi wote hapa Mungu ametubariki kila mmoja kwa namna yake, changamoto tulionao watu wengi sasa tunadhani kwamba baraka ni mali peke yake. Baraka za afya njema hatuoni tena kama ni mali, bali baraka za kupata watoto na ndoa hatuoni tena kama ni baraka. Ndio maana unakuta vijana hawataki kuoa, lakini wamevaa tai hapa na miwani na suruali zinabanisha matako yao. Alafu kuna mifuko, ukiumuuliza kwamba utadhani kuna hela, sijui anaweka kitu gani. Na wangekuwa na hela tungekuwa tunahangaika hapa. Hivi mtu mzima mimi nakuja kuzungumza nini hapa mimi? Jamaa. Lakini ninyi watu wazuri, Mungu aendelee kuwabariki sana. Jamaa akili zao ni nzuri. Na wakati fulani nilikuwa nafanya nao kazi hapa, naona wako hapa, wanajua mwingine yuko hapa anaitwa Newland. Tulikuwa tunapiga nao injili, hawa jamaa makanisa mbalimbali. Hao
akili zao ni nzuri. Sasa mimi leo nawaimarisha ili akili zao ziendelee kuwa nzuri. Yaani wewe unafikiri kuoa sio baraka? Baki hivyo kama utapata na hizo mali zenyewe na kazi. Hilo ni somo la siku nyingine, wakati sasa tuna muda wa kutosha. Sasa Mungu ametubariki kwa vitu mbalimbali. Ninarudi kwenye Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 29 mstari wa 11 hadi wa 12. Leo hii tatizo lilikuwepo hata zamani. Hata kipindi cha Yesu, hii akili ya kutotambua nafasi ya Mungu na kumtolea ilikuwepo. Kwenye siku moja Yesu alikuwa hekaluni. Watu wakawa wanapita wanatoa sadaka. Mara akapita mama moja mjone akatoa kahela kadogo. Yesu akasema huyu ndiye aliyetoa kuliko wote, kwa sababu hao wengine wametoa katika wingi wa mali walizonazo, lakini huyu alichokuwa nacho ndio ameleta hapa. Na sisi hatuambii leo mwende mchukue hela zenu zote huko mlete hapa, vitoto visiende shule, mshinde njaa, mlale usingizi. Hapana. Katika mali ambazo Mungu ametubariki, formula yake imeendelea kuwa ya so much generous kwetu sisi. Katika ile 10% ile kwenye zaka, kama ni 100%, anachukua tu 10%. Alafu hivi vingine, sadaka nyingine ya kawaida ni free ride, chochote ambayo moyo wako akupa kupenda. Alafu bado tunaleta shida chungu nzima, utafikiri tumetoka kule Msoma. Yaani visingizio vimekuwa vingi. Sasa watumishi wa Mungu, kwenye Luka sura ya 12, changamoto inayotajwa ya kwanza na Yesu wakati tumebarikiwa na vitu vingi hivi, na kwenye mstari wa 33 anasema viuzeni mlivyo navyo mlete sadaka hekaluni. Changamoto ya kwanza aliyoona kwa watu wa Mungu hawa ilikuwa ni uchoyo, ubinafsi. Luka 12 mstari wa 15. Uchoyo, ubinafsi. Mali unazo hutaki kuzifanya. Wewe Yusufu Zege hapa umekuja hapa, mimi unanionaga na fedha. Tukubaliane tu kweli, uliwahi kuniona mimi lini mimi ni tajiri? Nimefanya nini kwenye huduma kanisani? Smata, yani yule moyo tu. Mungu anachoangalia ni dhamira yako na uwezo ulio nao na jinsi alivyokubariki. Sio lazima ulete hapa fedha. Mungu amewapa wengine karama, ni wahandisi. Leo wahandisi tunaona makanisani wakitaka kufanya kazi hizi nazo za kutuchorea tu ili jengo eti mpaka tumulipe. What is this? Hiki ndicho tulichojifunza wiki hii kwenye Kutoka. Wale waliokuwa wanajenga, Mungu hakusema hawa, aliwapa Roho Mtakatifu wale wataalamu wajenge majengo haya, wafanye hivi na hivi. Yaani mimi mhandisi na architect tunajenga kanisa zuri kama hili au maofisi, si ndio karama yangu ile? Huyu mzee Rusungu tulikuwa naye hapo mwaka 1996. Mwaka 1996 tunasali hapo. Tulikuwa na lesoni inaitwa spiritual gift, karama za roho. Nakumbuka hiyo lesoni nayo nyumbani kwangu. Hata leo hii tukienda nitakuonyesha hii lesoni hii hapa. Lesoni ya karama za roho, kwa Kiingereza spiritual gifts. Ilisema hivi, ukiacha hizi karama zilizotajwa kwenye Biblia haziko exhaustive. Wakasema kipaji ulicho nacho kama daktari, muhandisi, mwalimu, utakapotumia hivyo vipaji kwa ajili ya kudumisha au kukuza na kuendeleza utumishi wa Mungu, hiyo inageuka inakuwa karama. Hivi jengo hili hapa, kama kwa aliyelichora, mimi hapa ni mhandisi, natoa mfano. Hili jengo aliyelichora, kama ingekuwa ni gharama kwenye market value price, tungemlipa kiasi gani? Mimi nasema ninajitolea, ndio mchango wangu. Hivi simetoa hela nyingi sana, alafu mnataka teneti nikulipe? Hii roho hii sijui inatokaga wapi?
nawaambieni adhabu ya wachoyo ni kifo. Ndilo linalopatikana kwenye Luka sura 12 mstari wa 21. Kwenye kile kisa cha tajiri, na mstari wa 21 anasema ndivyo hivyo ajitajirishaye nafsi yake asijitajirishe kwa Mungu. Mnatafuta vifo for nothing. Na hapa nakuwa nasisitiza kwa sababu ni nani anayetaka kufa? Sababu ya pili, uhaba wa imani. Mstari wa 28 wa Luka sura 12. Uhaba wa nini? Wa imani. Nikitoa hiki, sijui nini, mambo yangu hayataenda vizuri. Sitanunua matofali sijui kumalizia nyumba yangu. Nitapungukiwa na hela ya posa. Alafu kwanza siku hizi mnaposa, hata mali zenyewe naona wamerahisisha sana. Wachungaji waacheni tu, wahimizeni hao jamaa watoe mahali, ni faida kubwa. Mswali ndekeza hapa eti sijui mahali gani watoe. Yule bwana alitumikia yule bwana pale sijui miaka mingapi na vitu gani pale, yule Yakobo. Uhaba wa imani. Hivi Mungu huyu mnamwamini? Hivi kweli mnamwamini jamani? Ninawaulizeni maswali ninyi mnaonisikiliza hapa. Tangu mmeendelea kuwa wachoyo hivi na kuwa wahaba wa imani, mmefanikiwa katika maisha yenu? Familia zetu hazikumbwi na majanga na vitu vingine vya ovyo ovyo ambavyo vinatufanya hizi hela tuzitoe tuzipeleke kwenye mambo? Imani ndogo. Ndio maana katika mstari wa 33 wa Luka sura 12 Yesu anawaambia hivi, viuzeni mlivyo navyo mlete sadaka. Alichukua najua wanavyo vitu vya kuleta kanisani sadaka, lakini hawataki. Hapo ndipo unapopata uchoyo. Wanazani vile vitu ndio vitawalinda. Huyu tajiri mpumbavu tunayosoma kisa chake hapa, vitu vile vilimlinda. Sura mstari wa 30 inasema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Maana yake ni kwamba utakapoenda huko mbinguni sio kwamba utakuta mali zako. Maana yake ni kwamba where did we invest? Mali nilizokupatia. Tena kwa neema tu. Sio kama ulistahili. Ulizituwekeza wapi? Uliziwekeza kutambua nafasi ya Mungu na mamlaka yake na rehema na fadhili zake, ukaitumia katika kujenga ufalme wake. Uliwatendeaje watu wa Mungu waliokuwa wanakutana nao? Kama wewe uliwekeza kwa shetani, huwezi kwenda mbinguni na huwezi kuwa na Mungu. Utakuwa nayo shetani wako popote pale mtakapokuwa naye. Kama mali zako ulitumia kuwekeza kwenye ufalme wa Mungu, utakuwa naye kule. Habari ya kusema kwamba mtazikuta hizo huko mbinguni, hamtazikuta. ni lugha tu ya kucommunicate. Kwanza watu wengine wanaamini kwamba mbinguni yetu watakaa milele. Mbinguni ni makazi ya Mungu ya milele. Huwezi kukaa kule mbinguni. Ufunuo sura 21, mtaishi huko kwa hizo siku zilizotajwa. Sijui ni siku, sijui ni miaka, hata haijulikani. Katika context ya unabii. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, ambapo maskani ya Mungu itakuwa ni pamoja na wanadamu. Hakuna tena kilio wala machozi wala maradhi, maana mambo ya kwanza yameshapita. Mungu ameyafanya yote kuwa mapya. Hivi tuachane na mambo ya mali na utajiri na vyeo na vitu vingine vyote. Kati yetu hapa nani hapendi kuishi? Kati yetu hapa nani hapendi kuishi? Watu wengine wanapenda waishi ili waendelee kuvaa tai hapa kama hao vijana hapa. Yaani yeye kuishi kwake ni kwa anavaa tu tai hapa. Yaani mimi kwa sasa, kwa sababu nimesha kuwa mtu mzima, lakini ninapomaliza hao vijana, kwa sababu ni rafiki zangu, basi bwana, ngoja niache tu hapo. Kumbe utu uzima una faida zake.
kule Msoma kule, vijana kama hawa wamefikia umri wa kuoa, hawaoi. Alafu nakuta wanatembea tu kwenye makokoro kule ziwani, wanavua samaki. Wanawasubiri kwenye misiba. Wanasema bana twende ziwani tukaoge. Kumbe ameshaandaa na viboko. Kifika kule ziwani wanachapa viboko. Alafu anachukuliwa binti kwenye ukoo ule wanamuozesha hapo, alafu anaacha kutangatanga. Sasa tena sio Msoma, watatupeleka mahakamani. Tutahukumiwa. Wachungaji hao ndio wanawaletea shida. Muwasaidie waoe. Kuna baraka kubwa sana kwenye ndoa. Mimi naambia kuna baraka kubwa sana kwenye ndoa. It makes you to be so much more responsible. Familia inavyoongezeka unaanza kuwajibika, akili inaongezeka ya kutafuta mali halali. Ni biashara, ni kilimo, ni uvuvi. What is it? Endeni Mungu anakubariki. Na baraka nyingine zinaletwa tu na mkeo na watoto au na mmeo. Na alafu na ninyi mabinti mambo ya kuchagua wanaume hapa eti hawana magari. Nini, kwa nini hamna? Sasa nani alisema kwamba hawa wanaume wanaovaa visuruali vifupi hapa ndio wana magari peke yake? Wewe na wewe kwa naro basi. Alafu wengine mkishakuwa na hivyo vigari hamtaki tena kuolewa. Hilo gari ndio mume wako. Kili ya zamani hii sijui mnato. Alafu wachungaji mwe mnawaambia hao jamaa kweli, kwa sababu kweli ndio inaponywa. Ninyi siku hizi hamwambii sasa hii kazi mnatuachia sisi walei. Tukishazungumza nao kutoka hapa namwambia pastor yule Mnyarukoro mwenzangu, pastor yule yuko hapa. Au wanapa pastor Mvanga hapa. Naambia bwana, huyu mzee msio mnamwalika hapa. Basi mimi hata msiponialika mimi na sehemu nyingi ya kuhudumu. Waambieni ukweli hao jamaa wapone na Mungu atawajibisha nini? Atawajibisha ninyi, si ndio wachungaji wetu? Mimi nimechunga sana mifugo. Wale mang'ombe makorofi nikwaga na chapa na viboko. Na wale mbuzi wanaenda kukula mazao ya watu. Sasa jamani, napomaliza nataka kusema hivi. Nawapeleka kitu kimoja hapa kwenye Mathayo sura 19 mstari wa 16 hadi wa 22. Hapa tunakiona kitu kisichokuwa cha kawaida. Ni mara chache sana kumkuta kijana ambaye pia ni tajiri, halafu tena ni kiongozi serikalini. Ni kijana, ni tajiri, ni kiongozi serikalini. Huwa ni kwa nadra sana. Na mtu huyu katika vigezo vya kidunia tunamchukulia kwamba alikuwa amefanikiwa sana. Mtu aliyefanikiwa na hii anataka kuendelea kuishi maisha marefu. Kinachomsumbua ni uzima sasa, anataka aishi milele akiwa kijana, akiwa tajiri, akiwa kiongozi. Huyu bwana hana mpango wa kwenda mbinguni. Mnapozungumza ninyi habari za kwenda mbinguni, hana habari hizo. Na hii ndio inatukumba wote. Sasa hii inamsumbua. Anamfuata Yesu. Jamaa anataka baki kijana milele, lakini hapa duniani, yani hata kule, yani habari za kuwepo kwa Mungu huko sijui mbinguni, hiyo mbingu hazijui. Na ndio shida tulizo nazo watu wanaodaiwa kwamba wamefanikiwa katika maisha yao kwa hivi vigezo. Unaweza kumkuta mtu ni maskini tu kama mimi hapa, nina bidii kwenye ibada. Kila shughuli nipo na ibada nipo. Lakini siku zikinitembelea mfukoni na kwanza nakuvaa na tai, humu tena siji. Wachungaji nao wananiacha. Wanasema huyu ameshapotea. Sasa nitapotea, nitafuteni tu. Si ninyi ni wachungaji? Mchungaji gani ambaye kondoo wake akipotea haendi kumfuata? There is a paradox. There is a paradox here. The more we become successful, the more we drift away from the source of this success. Tunaishi pale
that parallel mbili. Na wakati fulani tunadhani kwa haya tunayoishi, ndio maana nimeanza na ile katiba ya Mungu. Huyu bwana alichokuwa anafanya ukikiangalia unaona alikuwa sawa kwenye hali ya kawaida ibada, basi haikuwa hivyo. Kwa hiyo nitayasoma hapa. Anamwendea Yesu, anasema hivi, na tazama mtu mmoja akamwambia, mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Underline jambo jema, ili nipate uzima wa milele. Akamwambia, kwani kuniuliza habari za wema? Yesu anamuuliza, kwa nini kuniuliza habari za wema? Hapa tutajifunza pia wema ni nini. Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima Mungu anamwambia, Yesu anamwambia ukitaka kuingia katika uzima, hamwambii uzima wa milele. Anamwambia aliye mwema ni nani? Ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, hamwambii uzima wa milele ambao huyu kijana anataka. Pengine anamwambia ukitaka kuendelea kuwa mzima, ukitaka kuendelea kuwa hai. Na hapa anamwambia huo uzima wa milele lazima upitie kwanza mbinguni, ndiko unaingia. Huyu anataka bakie hapa akiwa milele. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri, yani hizo sheria nimeshawasomea, ambazo ndio katiba ya Mungu, hizo sheria mbili. Sasa huyo bwana anamuuliza, akamwambia mstari wa 18, zipi? Yesu akasema ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Vile kijana akamwambia, haya yote nimeyashika. Haya yote nimeyashika mimi. Nimepungukiwa na nini tena? Si ndio? Haya tumeyashika hayo. Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, ana drift away tena, kuna kuja kitu kingine mkamilifu. Ameacha habari ya wema, amemwambia mwema ni moja tu, ni Mungu. Habari ya uzima wa milele, Yesu amesema ukitaka kuingia katika uzima, sio uzima tena wa milele. Alafu anasema kuna amri hizi hapa, uzishike amri. Yeye anasema zipi tena hizo amri? Alijihakikishia kabisa kwamba hizo amri amezishika. Na kweli alikuwa amezishika, lakini kwenye a wrong conception au perception. Sasa Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, hizo amri hizo pengine tumezishika. Inawezekana hamzini, inawezekana hamuibi, yale orodheshwa hapa. Inawezekana hamsemi uongo. Inawezekana hamuui. Inawezekana mnaheshimu wazazi wenu. Kuna moja sitaisema ambayo imetushinda sana, na kwa hii ndio tunakuwa tumeshindwa na ile ya kwanza. Kwenye ile context ya wana wa kwanza, ile Yohana barua sura 4 mstari wa 20 na 21. Sasa anamwambia ukitaka kuwa mkamilifu, huyu mkamilifu ni mtu aina gani sasa? Enenda ukauze ulivyo navyo, uwape masikini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Kwa jamaa moja amri aliyoorodheshwa pale ya mwisho, mpende jirani yako kama nafsi yako, akasema nimezishika zote. Na hizi zote zile na nini zilifungamanishwa katika hii amri moja ya kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Sasa huyu jamaa si anataka uzima wa milele. Unataka uzima wa milele, lazima umfuate Yesu. Sasa anamwambia wale mapungufu aliyokuwa nayo. Anamwambia nenda ukauze ulivyo navyo vyote, halafu wape maskini ambao ndio walikuwa majirani zake, halafu nifuate. Nadhani wale jamaa wamsoma wana uzao na huyu, wana udugu na huyu jamaa. Sasa mstari wa 22,
Pala huku mwanzo tumeanza na mtu mmoja. Sawa? Ndio unamfunua kwamba huyu bwana alikuwa ni kijana lakini pia alikuwa tajiri. Kwenye mafungu mengine yameongezeka, alikuwa pia kiongozi huyu bwana. Alikuwa kiongozi. Sasa yule kijana aliposikia lile neno akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yaani watu mliokuwa na mali nyingi mnataka uzima wa milele. Watu mlio viongozi mnataka uzima wa milele. Vijana mnataka uzima wa milele. Lakini hamtaki kumfuata Mungu ambaye ndiyo sosi ya huo uzima wa milele na sosi ya hizo mali. Kuna fundisho kubwa sana hapa wachungaji. Huyu bwana kwa kutotaka kumfuata Mungu alikuwa anakufa. Angeupoteza huo ujana wake, angeupoteza utajiri wake, angeupoteza uongozi wake, kwa sababu hicho anaye na asili ya huo uzima ndio anayemwambia nifuate. Ndivyo wengi tulivyo wote hapa, pengine hata na mimi nikiwemo. Kadiri Mungu anavyotubariki tunafanikiwa, ndivyo hivyo hatutaki kujifungamanisha na kujishikamanisha na Mungu ili hayo mafanikio ayaendeleze. Wiki hii kama si wiki iliyopita tumejifunza utukufu. Tunapataje ule utukufu? Maana hata Musa alivyomuuliza Mungu anataka kumjua, yeye Mungu alimuonyesha wema wake, akasema wema wangu huu ndio utukufu. Tumejifunza wiki hii. Niombeeni sana. Tunapotaka mafanikio watu wa Mungu, iwe ni mali kama alivyokuwa huyu kijana, iwe ni madaraka ya kiongozi kama alivyokuwa huyu kijana, iwe ni ujana kuendelea kuwa na afya njema, lazima tuendelee kujifungamanisha na Mungu na kumfuata. Kumfuata yule kijana alikuwa na Yesu pale. Hatumuoni Yesu leo. Tunamwona Yesu katika neno lake na katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Ukimfuata, ukinipenda utalishika neno langu. Si ndio tunavyosoma huko? Si ndio? Au amri zangu. Yohana 14 mstari wa 23 na 24 inasema nini? Au Yohana 15 mstari wa 7. Tunamfuata leo Yesu kwa neno lake. Hapo mwanzo kulikuwepo neno, na neno alikuwepo kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Hakuna kilichofanyika pasipo yeye. Yeye ndiye aliyeumba vitu vyote. Ndani yake ndimo kuliko kuwa na uzima. Na nuru yang'aa, giza halikuiweza. Mstari wa 14 niko Yohana sura ya kwanza. Mstari wa 14, neno akafanyika mwili akakaa nasi tukaona utukufu wake. Kama mwana atokaye kwa Mungu, amejaa neema na kweli. Lakini Mungu pia hufanya kazi kupitia kwa watu. Nani amewahi hapa kukutana na Mungu hapa? Ndio maana aliweka wahudumu. Wote tumeitwa kuwa watumishi, kila mmoja kwa mwenzake. Hautaki yawezekani, utazeeka tu haraka kama mimi. Mimi nilikuwa na baby face. And I was handsome then. Sidhani kama nimebaki hivyo. Utakuwa na makunyanzi. Hata kama watu wa Dar es Salaam wale wanajidanganya kwamba uzee unaishia Chalinze, they are just waiting their time. Dar es Salaam, Pastor Mwakaronge, kule Dar es Salaam wanamsema kwamba uzee unaishia Chalinze. Hivi pale Dar es Salaam mnamuonaga Pastor Mamba pale. Hivi pale Dar es Salaam hakuna wazee? Wewe utawakuta wako pale Sinza wanajipodoa hivi na nini. Uzee upo tu. Sasa tumehamia hapa Dodoma, sasa sijui utaishia Chalinze ya Dodoma, hata mimi sijui. Kama tunataka kubaki vijana, maana yake ni kwamba tuishi umri mrefu, lazima tumfuate Mungu, tumtii katika kuzingatia ile katiba yake na kwa ibada zake zote zile mbili. Na ile katiba ile
ibara ya kwanza ya kumpenda Mungu na kumfanya wa kwanza katika maisha yetu, ambao ninyi Waadventista wa Sabato mpaka mna kauli mbiu inayosema Mungu kwanza, mengine baadaye, inatekelezwa kupitia kuitekeleza hii ibara ya pili ya kumpenda Mungu wako kama mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe nafsi yako. Huyu bwana kwenye katiba alishindwa. Alikuwa ampendi Mungu kwa sababu Mungu aliponiambia nifuate, yeye akaondoka akaenda zake. Alikuwa anampenda wapi? Alipomwambia uze mali zake wape maskini wale ambao ni majirani zake ambao alidai amewapenda, naye akaondoka hakuuza hizo mali. So he was a failure. Napozungumza kwamba hii amri ya kwanza inatekelezwa kupitia amri ya pili, msome barua ya kwanza ya Yohana sura ya 4 mstari wa 16 inayosema Mungu ni upendo. Alafu mstari wa 20 na 21 inayosema anayejifanya anampenda Mungu wakati ambaye hata hajawahi kumuona, anayemchukia ndugu yake huyo ni mwongo, kweli haiko ndani yake. Je, Torati haikuandika kwamba ampendaye Mungu na ampende na jirani yake? Baada ya kusema haya, nawashukuru sana kwa kuendelea kwa uaminifu kwa Mwenyezi Mungu, hata kutenga muda wa kuja kwenye ibada. Wajibu wangu leo mimi ilikuwa ni wakukumbusha ninyi wajibu wetu kwa Mungu na kwa binadamu wenzetu. Nimeanza kwa kutangulia kutambua umuhimu wa madhehebu ya dini na dini katika ustawi wa taifa. Hawa wa dini kwa dini zote wamekuwa wapatanishi wa watu na watu wenzao. Tunapokuja kwenye nyumba za ibada ndio tunaambiwa usiue, usiibe, usizini. Mtu akizini na mke wa mwenzake si wanagombana baadaye anamuua. Nilikuwa jaji hapa, nimefunga watu wengi sana hapa kwa hivyo vitu. Usiseme uongo. Nani anapenda kuambiwa uongo? Waheshimu wazazi wako upate heri na kuishi maisha mengi duniani. Hapa ndipo tunapofundishwa ile amri ya 10, wivu, acha wivu. Huku ndiko tunakofundishwa kumcha na kumwabudu Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi. Huku tukifanya kazi kwa ajili ya mali zetu. Kwa hiyo madhehebu ya dini yana mchango mkubwa sana katika kudumisha amani katika jamii, usalama katika jamii, maadili katika jamii na umoja wa kitaifa kama ilivyoandikwa kwenye ibara ya 19 ibara ndogo ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana wakati sisi wengine tunapopata fursa kama hizi tunakuja kuchangia ili kusaidia hawa wanafanya kazi sasa pia na serikali. Na serikali nayo tunaambiwa ni mtumishi wa Mungu. Tunatofautiana tu. Mimi niko kule mahakamani. Ni utaratibu tu tofauti. Mimi wakileta hawa wahalifu nitawahukumu kule mahakamani na wengine walio na mambo mengine. Lakini ninyi mnatubadilisha kwa maneno, kutumia vitabu vyetu vya dini, na wakati fulani mnatubadilisha kwa nyimbo, kwa mafundisho, kwa mahubiri. Sisi kule tunawabadilisha kupitia sheria, lakini wote lengo letu ni moja. Kwa namna hiyo amani inadumu, usalama katika jamii unakuwepo, maadili ya jamii yanadumishwa, umoja wa kitaifa unakuwepo, taifa linasitawi, watu wanabaki kuwa moja wakishiriki shughuli zao za kisiasa, za kiuchumi na kijamii kwa ufanisi ipasavyo kwa ajili ya maendeleo yao. Na ndio maana nimekuja mimi kuungana ninyi. Mimi hupenda kufanya ibada kwenye makanisa madogo madogo yale ili tusaidiane kazi ya Mungu. Mimi ningesuni kana Dodoma hoteli, nikana navuka hapa naenda kule Irazo. Tukafahamiana Pastor Mungongo. Na hata hivyo nadhani nirudi tena Irazo tuendeleze kazi ile pale. Maana hii huko Msangalale ilishaisha. Kwa madhehebu ya dini ni taasisi muhimu sana. Rais anazindua dira hapa.
Dodoma, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Kwenye hotuba yake aliomba madhehebu ya dini yashirikiane na serikali kuhimiza maadili ya jamii. Na yale yaliyoorodheshwa katika ibara ya 19 ibara ndogo ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio hayo maadili ya jamii. Sisi kati yetu hapa nani anahimiza mtu azini na mkewe na mke wa mtu na mume wa mtu? Kati yetu hapa nani anahimiza mtu asiwaheshimu wazazi wake? At least mimi sijui madhehebu yote hapa Tanzania najua makubwa mawili. Pengine sidhani kama kuna dhehebu linalohimiza watu wengine waue wenzao, wengine wao waongo, wengine wasiishi na wenzao kwa upendo. Hii si shughuli wala hata shughuli ya masaji, ni shughuli ya kijamii ya maana sana. Madhehebu haya ndio yamejenga hospitali, yamejenga tena. Kabla sijaendelea, hii zahanati iliyokuwepo hapa ilikuwa ndio kimbilio la watu wote wanaokaa hapa Dodoma. Hata mashirika ya umma kama TANESCO na nini walikuwa wanapata huduma zao hapa. Na siku moja aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliugua akaja kuhudumiwa hapa. Na ninyi wa Sabato hii njozi imepeleka wapi? Anzeni kujenga mahospitali. Hamwezi kwa mnahubiri mikutano tu sijui net event ya wapi. Anzeni kujenga mahospitali, na hasa hivi vituo vya afya. Hatuwezi kupoteza ile njozi. Kule nakotoka mimi Msoma, wale wa mishonari kile walipokuja, walipoweka kanisa, waliweka na shule. Ndio maana sisi tukasoma. Kama hawakuweka shule, sehemu nyingine waliweka zahanati. Huo kipindi cha zahanati kimeshapitwa na wakati. Tujenge vituo vya afya, tuokoe watu. Kuna faida nyingi sana. Jengeni na hospitali, jengeni na mashule, jengeni na vyuo vikuu. Vyuo vikuu tulivyo navyo tuviendeleze. Kanisa la Adventista wa Sabato ni moja wa makanisa yanayoheshimika duniani kwa kuwa na taasisi bora za tiba, mahospitali na vyuo vikuu. Elimu. Data zipo kwenye mitandao, nendeni msome. But we have drifted away. We have left behind this noble dream for what a trivial cause. Na ni lazima tushike ardhi kwa ajili ya hivyo vitu. Na hata walioweka buni hili la Dodoma Adventist Polytechnic, mimi napongeza na Mungu aendelee kuwabariki sana. Ni lazima tujitahidi, na hii kazi tutaifanya sisi wenyewe. Kama serikali itakuja kutusupport kwa sababu inaona hao jamaa akili zao ni nzuri. Na uwezo wa kuifanya hii kazi tunao, sio kufuga vipara. Uwezo tunao, hela zetu tunazitumia vibaya. Tumeweka kwenye misplaced priority. Ndio hiyo tunafanya vitu vingine sasa kuchukua nafasi ya Mungu. Kama maandama yale tunaabudu. Yaani mali zetu tunapeleka vitu ambavyo haviwezi kutusaidia chochote. Yule ndama wa dhahabu, akili zetu sijui binadamu zinakuaje. Wewe mwenyewe umemtengeneza huyo ndama, alafu unampigia magoti, eti unasema mimi ndio umenitoa Misri. Pale mali na vipaji tulivyo navyo na karama tulivyo navyo, tunapokuwa tunazitumia kwa vitu ambavyo havitekelezi ile katiba ya Mungu ya kumpenda Mungu na kuwapenda jirani zetu kama nafsi yetu, tutakuwa hiyo tunavyovipenda ndio umechukua nafsi ya Mungu. That is idolatry. Baada ya sanamu hiyo, kwa sababu imechukua nafasi ya kwanza ya Mungu. Mimi eti unasema na cheo gani hicho? Yaani mimi hapa nijivunie eti usina cheo. Cheo gani ambacho siwezi kumtambua Mungu? Angekuwa bwana mmoja na mhifadhi kwa manufaa ya umma hapa eti kwa sababu yeye ni jaji mkuu wa Tanzania asingekuja hapa. Subutu, mimi nifikaje hapa bila Mungu? Na maombi ya Tanzania wote hao wanaoniombea hapa. Alafu leo niwe jaji mkuu afu nijifanye eti nimekuwa jaji mkuu. Jaji mkuu wapi? Na nini watu wa Msoma sijui akili zenu ziko wapi? Yaani mimi kuja kuhimiza mambo hapa ya ustawi wa taifa eti cheo cha jaji mkuu kinapotea. Mungu akili ya zamani hii, Mungu akiwabariki mnamfanya Mungu second sijui nini.
Acheni hiyo kitu. Sisi tuliamini kwamba ninyi mliobarikiwa kwa hicho ambacho mnataka, ninyi ndio mlipaswa mwe karibu zaidi na Mungu. Huu mfano wa huyu kijana tunayemsoma kwenye Mathayo sura 19 mstari wa 16 hadi wa 22 ni mfano wetu sisi wote, ndivyo tunavyoishi. Tuache. Kanisa hili lina nuru kubwa sana, lakini tunazidi kudrift away. Hatuna tofauti na wale wa Israeli. Watumishi wa Mungu, kadiri ambavyo tunakuwa na nuru kubwa, ndivyo tunavyozidi kwenda mbali. Ndivyo Wayahudi walivyokuwa, wala hata tusiwalaumu. Ninazungumza haya wakati bado history iko fresh kwenye mind zetu, kwenye lesoni ambayo tumekuwa tunasoma wiki hii. Hakuna hata siku moja ya Mungu inapita mimi bila kusoma lesoni. Na kama kuna kitu mnakiona kama na kitu chochote chema, lesoni au neno la Mungu lina mchango mkubwa sana katika maisha yangu. Tujifunze kutambua wema ni nini na tuutende. Narudi, niko hapa. Na mwema ni nani? Tujitue kutambua uzima. Kabla hujapata uzima wa milele lazima uwe na uzima hapa, na uzima unapatikanaje? Kwa kumfuata Yesu. Tujifunze kuwa wakamilifu katika uhusiano wetu na Mungu na uhusiano wetu na mwanadamu wenzetu. Huyu bwana alikuwa hazini, alikuwa anaheshimu wazazi wake, alikuwa haibi, alikuwa hasemi uongo. Si ndivyo alisema, nimeshika yote, nimepungukiwa na nini tena? Shida yake upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu wenzake. Alifanya hii kama kitu cha kawaida tu, ritual. Wengi wetu hapa tunayatimiza haya, isipokuwa hiyo amri ya pili. Hapo ndo kuna changamoto. Hawa wazee wa Mungu hawa, watu wa Mungu hawa, wakiwa na ofisi yao nzuri, kwanza ninyi ndio mliwapa hapo wakajenga hiyo ofisi yao kwa kujisikiza. Walikuwa na viwanja vyao kwa Itega wakakamata wanajenga sasa. Hivi kazi hii inawezaje kufanyika ikafanikiwa kama haiwi coordinated centrally? Kuwa na watu wa Mungu hawa na sehemu wanakaa, ofisi zao ziko hapo, inapunguza hata na gharama. Makazi yao yanakuwepo hapo, na hapo kuna nyumba ya ibada. Waadventista wa Sabato ninawashauri turudi kwenye njozi yetu. Niliishia kwenye huduma za afya, tuendelee na shule. Wakati serikali inataifisha hizi shule, kanisa la Adventista wa Sabato japokuwa halikuwa limeenea Tanzania yote, ndilo liliongoza kwa kuwa na shule nyingi za msingi zilizochukuliwa na serikali. Walikuwa na njozi, they were so much visionary. Baada ya serikali kuruhusu mashule na nini, tunasuasua. Hata uendeshaji wa mashule yetu umekuwa sio mzuri. Tuache hiki kitu jamani, naombeni sana. Tutakuja kuwa redundant, tutabaki na neno la Mungu hili, nani atakayelifuata ambalo halina tangible evidence. Na hii tutabadilika tu kama tutaasisi waumini tutaambiwa ukweli. Ukweli ndio unaoponya. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tutakuwa na relevance katika taifa hili, kwa sababu hata wakituona ni kama ni watu wa serikali, wanasema jamaa, it is a force to reckon with. Wana mashule, wana vyuo vikuu vyao vizuri, wana hospitali, wana taasisi kama hizo polytechnic huko, wana miradi wanaendesha ya kama mashamba darasa ambako watu wanaenda kujifunza ufugaji wa nyuki, watu wanaenda kujifunza uvuvi, hata kwenye mabwawa na uvuvi wa vizimba kule Ziwa Victoria na Kigoma huko. Naona na Waha wengine wako hapa wananitazama. Alafu ninyi Waha mambo ya kunikodolea macho. Achungaji haja jamani, ndugu zangu tunaelewana. Hao Waha nadhani wako hapa akina Ezekia. Unaona, watu watajifunza kilimo. Kama hapa Dodoma tunazao uzuri la Dodoma, ardhi ya Dodoma inakubali kwa mazao yote tu hapa, na fursa ni kubwa. Watu watajifunza ufugaji. Sasa hivi kuna biashara kubwa sana kwenye mbuzi.
Hao watu wachungaji na wasaidieni nini? Mnataka sadaka. Msipowaambia hao jamaa namna ya kupata hizo mali ili walete sadaka hapa, mtapiga kelele, mtaanza kuleta na mbinu nyingine za kuchangisha ambazo ni sio za Kikristo. Mtaanza kuwekea watu na magoli. Alafu kishaanza kumwekea goli anahama hapa anaenda kusali Msangalale. Msangalale kule wanasema sisi bana Dodoma Central amejenga kanisa hili. Ngoja sisi tuanze kuweka kitu. Kule nako naenda jamaa wana mradi. Wanasema mimi naenda Irazo. Irazo nao naenda wanaendelea na shughuli. Wanasema mimi naenda Ipagala. Ipagala pale unakuta wamelala usingizi. Wanasema mimi naenda Changombe. Changombe nao unakuta wana mradi. Ama wanajenga hospitali yao ile ya Matomboro. Maana hivi vitu sio lazima ujenge hapa. Sasa kama kanisa hatuwezi kujenga, basi sisi miongoni mwetu mnaweza mkaungana mkajenga hiyo shule, hospitali. Ama wewe moja ukajenga tu, ukaiendesha kwa maadili ya Kiadventista ya Sabato. Na anachoshukuru hawa watu moja wameanza. Lakini kuna protection kubwa sana kwenye property za organization kuliko za individual. Madhehebu yanaaminika, yanaheshimika kuliko sisi individual persons. Kwa hiyo niwaalike ndugu zangu, mimi wala hata sitabembeleza mtu aje atoe hapa hizi hela. Wajibu wangu ilikuwa ni kuwakumbusha wajibu wetu sisi wote. Hili swala mmeshaambiwa sijui miezi mitatu iliyopita. Na mradi huu ni endelevu na hatuanzi leo. Na mchungaji Mvanga ametusomea ripoti fupi hapa so far kilichofanyika na zinazohitajika ni kiasi gani. Ninawaalika mtu kadiri alivyobarikiwa na Mungu. Yule ambaye pengine alishatoa kwenye benki anaweza akaleta hapa ile slip, inaitwaje, pay slip, kwenye bahasha yake, ili awarahisishie makarani wa kanisa kulikonsaili hesabu zao kule ndani. Wale ambao wamekuja nazo zitoweni, na wale ambao baada ya kusikia ujumbe huu ulioletwa kupitia kwangu mimi mtu dhaifu sana, watazitoa leo hizo walizokuja nazo, lakini wanataka kwenda kuongeza kwa sababu mradi unaendelea. Mtaenda mtatoa hizo mlizoleta leo, lakini kama mnataka kuongezea mtaenda tena mtaleta, yuko kwenye account, una deposit kwenye account, ndio unaleta hapa pay slip. Na wale ambao walikuwa hajajua umuhimu wa hii kitu, jinsi hata matumizi ya mali zetu yalivyofungamanishwa na ibada, yalivyofungamanisha na uzima tunaotaka, yalivyofungamanishwa na ukamilifu, ili tuweze kufaidi huo wema wa Mungu, kwa sababu mwema ni moja tu. Kumbe wema unahusisha kumtolea Mungu na kumtolea mwanadamu. Kwenye hii context hii hapa, kumpenda mwanadamu mwenzako kama unavyojipenda. Ndivyo wanavyofanya wachungaji wanaonijua, ndivyo wanafanya. Huyu Yusufu Zege ananifahamu, nimefanya naye kazi kule Keko. Na mimi ni kama mwanasheria mkuu wa serikali, naenda Keko kwa watu maskini kule. Sembuse ninyi hapa. Tunajua kwamba tumefika hapa kwa sababu Mungu ametufikisha. Anayefaidi rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu zaidi ana wajibu wa kujifungamanisha na Mungu zaidi. Mimi najua nimefika hapa si kwa sababu ya uwezo wangu mimi peke yangu, ni kwa sababu ya rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Mungejua ninavyopigwa vita na nilivyopigwa vita katika taifa hili, ninyi msingejua. Mimi siwezi kupita sehemu na tangaza hivi sijui kuna upumbavu gani ninafanywa. Mimi sinajua Mungu yupo. Najua Mungu yupo. Alafu leo Mungu amenibariki na zawadi kubwa ya uhai. Alafu mimi najifanya eti sijui jaji mkuu wa nchi gani ya ibada niache kuja. Eti nitaonekana huyu si jaji ya nchi imeweka uhuru wa kuabudu, alafu niache kwenda kufanya ibada. Alafu kwa kufanya ibada ndio akili yangu inaendelea kuwa nzuri. Na kama sasa pale Ikulu nilipokuwa rais mwenyewe ninafika naambia, "Masaji tunakufahamu, huwa naenda kwenye ibada."
Angekuwa wenzangu na mimi wale nao wafahamu ambao nahifadhi kwa manufaa ya umma. Hivi tukijifungamanisha kwa mfano na tabia ya Daniel na wale vijana wenzake, mnaona kuna faida kubwa pale. Katiba yenyewe imeweka huu ni uhuru, ni haki yako kufanya ibada, na imepiga marufuku hizi segregations. Alafu eti kwa sababu umepata neema ya kwenda kutumika huko, alafu nasema wataniona mimi sijui sijaendelea. Na hao watu wa Msoma muwasaidie sana. Mimi ndo nawajua, ndo naongelea. Sasa nitaongelea namna gani? Maana ndo nawajua, na mimi mwenyewe siwezi kuongelea watu wanaotoka Same wala Mbeya. Mimi nazungumzia uzoefu wangu. Alafu wewe msafiri, naona akili yako imeanza kuwa nzuri. Nimeambiwa umesimamia vizuri mradi huu, Mungu ataendelea kubariki sana. Siku moja uliniambia utanialika tuje tushirikiane ukaishia mitini. Kwa sababu hii mambo yenu ya kutumia hela zenu ovyo ovyo kwa mambo yasiyokuwa na maana, mlijua mzee tukimleta hapa atatusema. Na neno la Mungu haliwezi likaenda hivi. Hili neno lisema leo sio neno langu. Litazaa mbegu. Atakayelipuuza itakula kwake. No, sio not matter of time. Hawezi kuwa Mungu amekubariki, amekupa hela wewe unakimbia na vibinti vya watu huku mitaani. Huku kanisani uleti hela. Jamaa mpaka wachungaji, ngoja niwaseme wa jamaa, na ninyi mtakapobaki nao kuambia muwasaidie. Hao walishafikia hatua ya kuombea magari yao yasipate ajali. Magari. Yaani hawana tofauti na wale jamaa kule jangwani wale. Badala ya kuombea wao wenyewe wanaoendesha hayo magari na kuyatumia wasipate ajali, wao wanaombea magari yasipate ajali. Yaani wanafanya kabisa ibada hapa. Yaani akili wameshapeleka kwenye magari badala kwenye uhai wa mtu. Ukija hapo ukiwaambia wanasema huyu mzee ana maneno makali. Basi Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Ninawaalika tuimba wimbo namba 5. No, wimbo namba 120 na ni namba 5. Namba 5. Hili namba 96 au namba ngapi hili? Wimbo namba 5, vitabu vya dini vya nyimbo za Kristo. Alafu tutaimba na wimbo namba 128. Wakati mnanyanyuka tutakuwa tunaimba hizo nyimbo, isipokuwa wanakwaya na zile sijui praise team. Tunakuja kuleta sadaka zetu hapa. Tusimame na wimbo namba 5. Na tumwabudu huyo mfalme. Tafadhali susha hiki kidogo, wimbe kwa juu kidogo, kidogo. Na tumwabudu sifa za nguvu zake zivume, ni ngao ni ngome yeye milele, ndizo sifa za. Katikati yetu kuna mashemasi wana bahasha. Kama unahitaji bahasha, tafadhali mashemasi wapatieni bahasha. Tazameni ulimwengu ulioumbwa ajabu kuu, sasa umewekwa mahali pake hata utimize majira yake.
kuhitimisha huduma hii kwa sehemu yangu mimi, maana shughuli inaendelea. Ninawarejesha sura ya 12 ya kitabu cha Yohana Injili, mstari wa 26 ambao naifungamanisha na Mathayo sura ya 19 mstari wa 16 na 22 tuliosoma kuhusu yule kijana. Katika sura hii Yesu anasema, mtu akinitumikia na anifate. Kama alivyomwambia yule kijana tajiri na kiongozi serikalini. Nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Sisi sasa tunatumika hapa duniani, lakini hatima yoyote tutaungana naye. Maana naye alisema msihuzunike. Yohana sura 14 ile, naenda kuandalia makazi ili mimi nilipo hatimaye na ninyi muwepo. Lakini zaidi ya yote ni hicho ambacho tumejifunza wiki hii. Maisha yetu ya umilele itakuwa pamoja na Mungu wetu katika dunia au nchi mpya. Tena mtu akinitumikia Baba yangu atamheshimu. Tuna siri ya mafanikio. Mungu anachosema, kukuheshimu kwake ni kukuthamini, kukujali, atakulinda katika muktadha pambano kuu, kwa sababu uko pande wake, anakuheshimu, ni wa thamani upande wake. Sio kwamba yeye ndo atakuwa anakuja kukupigia magoti au kukunyekea. Ni wa thamani, uko upande wake, atakujali, atakulinda. Tunaishi katika ulimwengu ambao umekumbwa na vagaries of weather za danger, za hatari. Maradhi yapo mengi, matetemeko yapo, vita na matetesi ya vita vipo, tunaona majanga yapo. Nazungumza kwenye context ya Mathayo sura 24. Sisi hapa ni tumempa Mungu kitu gani mpaka tuendelee kuwa hai katikati ya maradhi yote haya, katikati ya hizi hatari zote? Wakati fulani nikiwa Dar es Salaam na sari ya kanisa la Kunduchi, tulikuwa na mzee wa kanisa pale, Dr. Chauka, amegongwa na pikipiki, wamezika nadhani jana. Maisha yetu are not so much secure. Hakuna mtu anayeweza, na kitu tunachokitaka sisi ni uzima. Hakuna mtu ambaye ana garantia uzima ya uhai wake. Huyo ni daktari, ameondoka tena kwa kugongwa na pikipiki. Wachungaji mnatufundisha kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima kisitutenganishe na Mungu. Mungu anavyotufanya hivi tusiwe na kiburi cha uzima. Zaburi 103, rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Na kama si kwa rehema hizi sisi tusinge kuwepo. Ukimtumikia Mungu atakuheshimu, atakuheshimisha. Maana yake ni kwamba yeye ndio atakaye kuheshimisha. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 29 mstari wa 11 na 12, si vitu vyote vinatoka kwake. Tusiwe kama watu wamsoma tunadhani kwamba sasa Mungu eti atakuwa anapita na kusalimia hapo shikamo. Yaani wale jamaa sijui wakoje. Maana wanaweza kutafasiri kwamba eti Mungu sasa afu atatoka hapo ataanza kunibishia. Mimi nisema heshima ya Mungu sio hiyo mnaoamsema tu anapita huko anasema kapiliwa chasu ya wapi? Watumishi wa Mungu kaeni. Kaeni. Na Mungu formula yake anawajibisha wale wanaojua. Luka sura 12 mstari wa 47 na 48. Wewe uliyekuwa na nuru kubwa ndiye Mungu anakuwajibisha. Atamwajibishaje mtu asiyejua? Ndio formula tu iliyopo. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwabariki sana watumishi wa Mungu, kwa na mimi kuendelea kunilea leo kiroho. Yaani na mimi leo nimepona. Naweza kuhakikisha na mimi nimepona. Na amenitia moyo sana. Niwashukuru kwa mara nyingine hili kanisa kwa kunilea. Vile mzee Rusingu anafahamu tulivyokuwa tunahangaika naye.
Mara mwisho wakati natoka hapa, cheo nilichokuwa nacho cha mwisho nilikuwa mkuu wa huduma. Cheo kikubwa sana kanisani. Huku serikalini ndio kama waziri mkuu. Walinipa fursa hao jamaa ya kutumia karama yangu kufundisha. Na kwa namna hiyo nikawavuta vijana wengi. Nikawa role model kwao. Na sidhani kama wale vijana wamepotea. Wanaoambatana na mimi siku zote akili zao zinakuwa nzuri. Wakanitumia. Niliweka pembeni nafasi yangu ya wakili wa serikali hapa, na nilikuwa kijana handsome. Nilitumika shambani kwa Mungu. Kwa hivi mnavyoniona mimi, kanisa hili na mchango mkubwa kwangu pia. Na mwisho, ninawapongeza sana kwa huu mradi. Mmefanya kazi kubwa ya kumtukuza Mungu. Mimi nawatia moyo, umefanya jambo jema. Halafu ikawa ni coincidence sasa hapa ni makao makuu ya nchi. Watu wanaokuja kuabudu hapa hawatatudhalilisha, tubeza. Ili jengo litakapokuwa limekamilika. Lakini mimi kama kawaida yangu hupenda kujifungamanisha na watu wa kawaida. Kwa hiyo nitaendelea kusali huko mitaani. Ila mkisema mtumishi wa Mungu njoo hapa tuwe unatukumbusha kweli za Mungu, nitakuja. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana watumishi wote tulioko hapa, wote. Wageni wetu wote. Lakini waombe wale ambao watapenda pia kutoa ahadi. Toeni. Hii shughuli inaendelea. Lakini niwaombe, ninarudia tena. Tupunguze vitu viwili. Tupunguze uchoyo, tupunguze kutokumwamini Mungu. Maana ndio shida zinazotukabili. Haiwezekani tunatafuta shilingi milioni 400, tukose watu 400 moja wa kutoa milioni 1. Mikoa yote miwili. Yaani hiyo ni minimum. Aliyenaweza kutoa hata milioni 100 atoe, na wengine tutaponia humo. Mimi mtu akinialika kwenye shughuli hii asitegemee kwamba nitakuja, kwa sababu maadili nitakuwa na kiuka. Hivi mimi nikianza kupeleka huko, jamani mnichangie hapa, hiyo kazi kesho watanitoa. Tuna viapo vyetu, tuna maadili yetu, tunajijua. This was not a big deal kwa watu wengine. Ningekuja tuanze hapo huko zimeshajaa huko. But mimi mkinialika mjue ninachokuja ni kuwashirikisha anachokitaka, kuwapeleka tu kwa Mungu, mtambue umuhimu wenu, hiyo kazi muifanye. Kama ni miezi 3 ya maandalizi, hata kama mwezi mmoja unaweka 500, mwingine 500, ungeweza, wengine ongeza kutoa 500. Hii mikutano hii itaisha. Nadhani tutaendelea kuweka utaratibu mzuri wa kuboresha hii kitu. Watu watoe. Ingekuwa mambo mengine ile tunachangamka kwenda kutoa. Inapokuja kazi za Mungu tunaweka pembeni. Wakati wao tunamtegemea. Tunataka kubaki vijana kama yule kijana. Tunataka kubaki viongozi. Alafu tunataka kubaki matajiri. Alafu tunataka uzima. Ngoja niwaambieni. Kwa kadiri mtu yeyote ile anavyofanikiwa sana, ni kwa kiwango hicho huyo mtu anavyopenda kuishi muda mrefu. Mungu awabariki sana.